Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jumaa Kuu leo leo sio siku ya nyama leo. Kwenda vizuri? Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunakuja kuangalia mpira, ligi yetu inaendelea. Hivyo tunaenjoy mpira. Tukiwa kwenye ligi nambari 4 kwa ubora. Ligi nambari 4 kwa ubora barani Afrika, ligi ambayo imekuwa kwa kiasi kikubwa, ligi ambayo unaona ubora wake hata katika international bado kuna nchi mbalimbali zimekosa mwakilishi, ila sisi tuna mwakilishi. Na kwa namna ambavyo umeshuhudia soka likitambazwa leo hii hapa, KMC wakiondoka na alama 3 mbele ya Dodoma Jiji na kufikisha jumla ya alama 30 wakitoka kwenye ule mstari ambao ulikuwa una pressure kidogo. Kwa ufupi, namna ambavyo umeitazama mechi hii? Hii ilikuwa ni must win game kwa KMC kwa sababu nafasi ambao walikuwepo katika ligi ilikuwa nafasi ngumu sana. Na wamecheza mechi vizuri, wameweza kupata magoli mawili ambayo wameweza kuwabakisha katika eneo hili. Though ni timu ambayo naamini bado ina nafasi nyingi sana kufanya marekebisho makosa ambayo yalikuwepo. Wamecheza na moja ya timu ngumu sana. Dodoma katika mechi hivi karibuni Maxime timu yake imekuwa tough na wachezaji ambao wana composure wakina Idi Kipogile, umeona amna goli alofunga, wakina Mwanakebuti. Kwa hiyo kwangu matokeo haya ni matokeo mazuri kwa KMC. Though wanatakiwa kufanya zaidi na zaidi kwa sababu nafasi ambao wapo ni nafasi ngumu kulingana na idadi ya mechi ambazo zimebaki katika mzunguko huu wa pili wa ligi. Sawa, mechi hiyo kwa ufupi zaidi, lakini lengo langu mimi nadhani unalifahamu ni kwenda kupitia angalau kwa uchache mchezo wa hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, na mshiriki ama mwakilishi pekee aliyesalia kutoka Tanzania ni Simba, wakienda kutupa karata yao pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa Amani. Pengine unautazamaje mchezo huu, lakini pia nafasi ya Simba kutinga hatua ya finali hata kushinda kwenye huo mchezo wa awali pale Jumapili Aprili 20? Kwangu ni must win game kwa Simba kwa sababu wanatamani kuendelea kuvuka. Wanacheza na timu ambayo si mwenyeji sana wa hii tournament, ni mara yake ya kwanza anashiriki, ila ni timu ambayo imeweza kufanya makubwa sana katika soka la Afrika Kusini katika miaka michache ambayo wameshiriki ligi ya Afrika Kusini. Stellenbosch, kwa sababu ukikumbuka kumbukumbu zao walipanda ligi mwaka 2019 hadi sasa, timu ambayo imeweza kufika katika nafasi hiyo. Ni timu ambayo pia imemtoa moja ya washiriki, inamaanisha Zamalek ambaye ni bingwa kihistoria wa michuano hii. Ni moja ya timu ambayo imechukua Confederation mara nyingi sana. Kwangu ni mechi ambayo I believe kwa ubora ambao wako nao Simba, kwa exposure ambao wako nao Simba, inawezekana ikawa ni mechi nzuri kwao, na ni mechi ambayo wanaingia kiwanjani wakiweza at least kuondoka katika uwanja wa nyumbani na mzigo mkubwa wa magoli. At least wakiondoka na magoli 4 ambayo wanaekea aweni kwamba wameondoka na package, na wajitahidi kwamba opponent wao pia stafute goli kwa sababu kuna advantage ya goli la ugenini katika hizi tournament. Ila ukienda on the pitch, ukiangalia Stellenbosch, advantage ambayo wako nayo hadi hivi sasa ni moja ya timu ambao wamekaa na kocha wao muda mrefu sana. Stellenbosch walimchukua Beka mwaka 2016 wakati ndio timu inapambana baada ya kununuliwa, na alivyotoka Mazuru kitu cha kwanza ambacho alikitengeneza ni alitengeneza moja ya safu bora sana katika benchi lake ya ufundi, akiongeza watu muhimu sana. Sasa alimuongeza mtu kama Obiden ambaye ameondoka msimu huu, amejiunga na Orlando Pirates, moja ya match reader bora sana ambao wako nao Orlando waliamua kumchukua baada ya match reader wao kuondoka kujiunga na Mamelodi Sundowns. Kwangu kwa ubora ambao wako nao mpaka unaona vilabu vikubwa yani South Africa wanaenda wanachukua watu kutoka kwake, maana yake ni sehemu ambayo yuko full package. Na one thing ambayo naiona ni timu ambayo ni bora katika uchezaji wa total football. Wanapenda kushambulia wote, wanapenda kurudi wote. One among the matches ambayo mimi nilitazama kwa ubora hali ya juu ni mechi kati ya timu yao na timu yangu mimi Orlando Pirates, mechi ambayo iliisha kwa sare ya bila kufungana, game ambao Stellenbosch walicheza pungufu kwa takriban dakika 30 za mwisho za mchezo baada ya kiungo wakati kupata kadi nyekundu. It's a good team kwa kweli kiwanjani, ila kwa Simba exposure ambao wako nayo, experience ambao wako nayo inawezekana ikawabeba katika mchezo huu kwa sababu wameweza kushiriki michuano hii mara nyingi sana. Kikubwa ni kuwa bora katika kuifungua moja ya ngome ngumu sana ya ulinzi. Stellenbosch inawezekana katika ligi yao ni kwa wameruhusu magoli 17 katika michezo 26, ila ni timu ambayo
katika Champions, katika Confederation timu ambayo imeruhusu magoli machache, na hao magoli 17 ambao wanazungumza, yes, kuna games ambazo wanaruhusu goli 3, kwa mfano mechi ya kwanza dhidi ya Mamelodi, ila ni timu ambayo iko very compact katika eneo lao la ulinzi. Kwa hiyo unapocheza nao at least uweze kufungua ngome yao ulinzi, na I believe Simba wana wachezaji wao ambao ni bora katika kufungua ngome ya ulinzi, likes of Mpanzu ambaye ni bora katika 1 against 1, 1 against 2, hata 1 against 3. Na aina ya uchezaji wa Stellenbosch, kuna watu ambao wanajaribu kunasibisha kwamba mchezo utakuwa mgumu zaidi kuliko ambavyo Simba pengine ingekutana na Zamalek. Ili kwako unalionaje? Cha kwanza ambacho mimi naamini huu mchezo unaoweni sehemu moja. Zamalek ni timu ambayo ni title contender. Unapokutana na timu ambayo unajua kabisa ni mara nyingi ana uwezo wa kuchukua ile kombe na alishawahi kulichukua, it's different tunapotana na timu ambayo haijawahi kuchukua kombe hili, kwa sababu kwanza kuna hofu. Yes, style of play ya Stellenbosch nimetoka kuzungumza tokea mwanzo. Ni timu ambayo ni bora katika total football, ni timu ambayo inashambulia kwa idadi kubwa na ni timu ambayo inazuia kwa idadi kubwa. Kwa hiyo unapocheza timu ya namna hii, maana yake eneo la kwanza ambao Simba wanatakiwa eneo makini ni rest defense yao. Yaani namna gani ambavyo wanapoenda kuattack eneo ambao wanaliacha nyuma kama eneo lao la ulinzi. Yaani wachezaji ambao wanabaki at least kulinda ngome ya Simba wanatakiwa kwanza wawe na umakini wa hali ya juu. Kwa sababu gani? Stellenbosch wanaposhambulia mara nyingi ni bora katika matumizi ya wachezaji wao pembeni na katika eneo lao la kati, yani wanatoka wote. Kwa kama rest defense yako itakuwa katika scattered position, yani itakuwa kama kwa disorganized, ni rahisi wao kuweza kufika katika lango lako kwa idadi kubwa ya wachezaji, kwa namba kubwa wachezaji ambao wana quality bora. Kwa naamini kama wanaweza kuwa bora katika rest defense na wanaposhambulia waweze kutumia vizuri matumizi ya nafasi ambazo wanazitengeneza, inawezekana ikawa ni faida kubwa sana kwao. One thing ambayo nimeona kwa Stellenbosch, hii na mimi natoa kama tip, Stellenbosch are not good at aerial balls. Kama wanaweza kutumia hiyo pia mipira ya juu kuweza kutengeneza mashambulizi, inawezekana ikawa weapon moja nzuri sana kwa Simba. Yote kwa yote sasa nafasi ya Simba kwenda mbele ipo. Nafasi ya Simba ipo, kikubwa ni kutumia vizuri katika uwanja wao wa nyumbani, waondoke na package kubwa, at least magoli 4, 3, wajitahidi kwamba mpinzani wao asipate goli la ugenini, na wakifika katika uwanja wa away wanaweza kufanya kingine cha ziada. Kwanza ni mechi yao ya nyumbani kuweza kuchukua package ambayo inaweza kusaidia katika uwanja wa ugenini. Ila I believe kwa ubora wa Simba, kwa ubora wa coach Fadru ambaye anaifahamu vyema Afrika Kusini, sehemu ambayo amekulia, sehemu ambayo amezaliwa, inawezekana ikazidi kuongeza chachu na ugumu katika mchezo huu. Unaendelea kumpa nafasi Steven Dese Mukwala mbele ya Christian Lionel Ateba mbele ya Stellenbosch? Mbele ya Stellenbosch mimi I'll go with Mukwala. Kwa nini? Ukiangalia aina ya defenders wa Stellenbosch, ni timu ambayo wana defenders ambao ni wazuri, ila ni timu ambayo mipira mingi ya cross wamekuwa na either miscommunication au wamekuwa si bora katika mipira yao ya cross. Kwa hiyo kwa Steven Dese Mukwala, he's good at aerial balls. Kwa hiyo kama anaweza akatumia aerial balls dhidi ya Stellenbosch, kwangu I would prefer to use Mukwala. Inawezekana Ateba ni mshambuliaji mzuri, ila Mukwala kwa siku za hivi karibuni amekuwa bora katika matumizi bora ya nafasi. Nikushukuru sana Lili, na tukutane baada ya mchezo huo wa nusu finali. Amina sana. Bila shaka utakwenda pale visiwani Zanzibar. Zanzibar Mr. Kwepo, nitakuwa Dar es Salaam.